Yuko hapa, mwenyekiti wa katibu mwenezi yupo, na mwenyekiti wa WT na viongozi wengine wote, wagombea wenzangu wa udiwani wa viti maalum mliopo hapa, lakini pia wazee wetu wa hapa Mlongoji. Umeona yuko mzee wetu mzee Juma Rajabu yuko pale, mzee Ngwala yupo, na wazee wengine wakiwemo kina mzee Jasho na kadhalika. Na hiyo inakuonyesha utimilifu wa Mlongoji. Ndugu wananchi wa Mlongoji, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Nami nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetupa fursa na nafasi leo kuja kusimama hapa, kuja kuzungumza nanyi watu wa Mlongoji, kwa maana ya kuja kuomba kura. Tunaomba kura za mafiga matatu. Tunaomba kura kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tunaomba kura za mgombea wetu wa ubunge, ndugu yetu Yohana Steven Msita. Na pia tunaomba kura za kwangu mimi mwenyewe za udiwani wa kata hii. Mheshimiwa mgombea ubunge, karibu sana Itigi mjini. Karibu sana Itigi mjini. Itigi mjini ni nyumbani. Wewe hapa kwetu Itigi mjini ni nyumbani kwako. Nyumbani kwako kwa maana nyingi tu. La kwanza, hapa kata ya Itigi mjini ndio jirani kabisa na nyumbani kwenu ambako ulikozaliwa wewe na kukulia wewe Doroto. Kwa hiyo watu wa Doroto na watu wa hapa Mlongoji kwa maana Itigi mjini ni ndugu na ni watu wa karibu kabisa. La pili, sisi watu wa Itigi mjini, katika ile dhamira ya kuhakikisha kwamba wewe unaingia bungeni, tuliweka kura nyingi za kutosha kabisa za maoni, na wewe uliongoza kwenye kata yetu ya Itigi mjini. Kwa hiyo leo umekuja hapa nyumbani tukiwa tunaamini hauji tu kuomba kura, unakuja hapa kuja kutimiza malengo kwamba tarehe 29 mwezi wa 10 sisi wa Itigi mjini tutapiga kura nyingi sana kwako. Lakini pia tuna uhakika tutapiga kura nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tutapiga kura nyingi sana kwa mgombea udiwani. Tunazo sababu watu wa Mlongoji. Katika utekelezaji wa ilani iliyopita ya 2020-2025, kazi kubwa na nzuri imefanyika hapa. Katika kutekeleza na kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma za afya, tulianza mchakato wa ujenzi wa zahanati yetu ya Mlongoji. Ujenzi wa boma umekamilika na serikali imeshatuletea fedha milioni 50 zipo kwenye akaunti ya kituo cha afya Itigi kwa ajili ya umalizaji wa zahanati ya Mlongoji. Mlongoji oye! Wakati wowote zahanati ya Mlongoji itakamilika na wananchi wa Mlongoji watapata huduma karibu kabisa na maeneo yao wanayoishi. Lakini la pili, katika kuhakikisha kwamba mama anamtua ndoo mama kichwani, tunatekeleza mradi wa kuleta maji Mlongoji, na maji yanasogea, na tunaamini wao wenyewe wa Mlongoji, kwa sababu wanakuja kila siku mjini, wanaona kazi ya utandazaji wa mabomba inaendelea, na wakati wowote maji yatafika mpaka hapa tulipo. Hapa tulipo tutatengeneza kituo cha kuchotea maji hapa. Hapa tulipo tutaweka matenki yenye ujazo wa lita 10,000 hapa. Lakini pia hapa tulipo, sio mbali na hapa tulipo, tutatengeneza milambo kwa ajili ya wafugaji kuweza kunyeshea mifugo yao hapa. Kwa hiyo hizo ni sababu kwa nini hao wananchi waichague CCM. Kwa nini wananchi waichague CCM? Lakini Mlongoji ni kitongoji katika kijiji cha Itigi mjini. Kama tunavyojua, REA inapeleka umeme kila kijiji, na sasa hivi serikali inaendeleza mpango wa kupeleka umeme kwenye kila kitongoji. Kwa sisi wa Itigi mjini, vitongoji vyetu vyote 11 vinao umeme.
yote 11. Lakini sisi tumeongeza nguvu zaidi. Kuna eneo nje hapa Mlongoji linaitwa Galela, tunapeleka umeme kama kitongoji ndani ya kijiji cha Itigi mjini, na mkandarasi yuko tayari site. Piga makofi kwa Mama Samia. Hizo ni sababu kwa nini wananchi hao waichague CCM. Lakini upande wa miundombinu, Mheshimiwa Mbunge, kulikuwa na kero ya barabara yetu ambayo inatoka Itigi kwenda Mbeya, barabara ya zamani Old Itigi. Baada ya barabara mpya ya lami ya kutoka Manyoni kwenda Tabora kubadilishiwa uelekeo na kupita maeneo mengine, barabara ambayo ilikuwa inakuja huku Mlongoji ilikuwa ni kero kwa watu wa Mlongoji. Uongo kweli? Ilikuwa ni kero, hasa pale maeneo ya maliasili. Katika kutekeleza mradi wa barabara kilomita 10, watu wa Mlongoji ndio wafaidika wakubwa kuliko maeneo mengine yote ya huo utekelezaji wa barabara kilomita 10. Imeweza kuondoa lile tatizo lote lililokuwepo pale, na sasa kama ulivyoona unaweza kuja Mlongoji kiurahisi zaidi wakati wowote, masika sio kiangazi, wakati wowote mtu yeyote anaweza kaja kwa usafiri wa namna yoyote. Huo ni utekelezaji wa ilani, na tunaamini kwa utekelezaji huo mgombea yoyote ambaye yuko CCM lazima atapewa kura za kutosha. Tunaamini yako mambo mengi ambayo ni changamoto, na mimi naomba nikuelekezee kwako hizo changamoto, Mheshimiwa Mbunge, ili tutakapomaliza uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10 tuanze kupambana nazo. Ya kwanza Mheshimiwa Mbunge, ya kwanza shule yetu ya msingi Mlongoji. Shule ya msingi Mlongoji ni miongoni mwa shule ambazo zilikuwepo awali. Ni maeneo ambayo yalikuwa na shule kabla ya huu mpango wa EP4R na mipango mingine hii mikubwa ya serikali ambayo inaenda kujenga shule mpya kwenye maeneo mbalimbali, ikiwemo maeneo ya Ipunguli, maeneo ya Kaumwe na kwingineko. Hali hiyo imepelekea sisi shule yetu kuachilizwa. Imekuwa ni shule ya zamani, ni chakavu. Tunakuomba Mheshimiwa Mbunge, uchaguzi utakapopita tuitolee macho hii shule iweze kukarabatiwa na yenyewe kupata majengo mapya, ili watoto wa Mlongoji na wenyewe wasome kwenye majengo mapya. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Mheshimiwa Mbunge, hapa Mlongoji kama nilivyotangulia kusema, tunaendelea kusambaza umeme kwenye maeneo mbalimbali, ikiwemo huko Galela tunapeleka umeme wa REA. Hapa Mlongoji kati tumeendelea kusambaza huu umeme kama unavyouona. Changamoto ya wananchi kushindwa kuunganisha inasababishwa na bei. Bei ya kuunganisha umeme kwa mtu wa Itigi mjini 321,021 ndio hiyo inayotozwa na mtu wa Mlongoji vile vile. Wananchi wa Mlongoji hali zao za kipato sio nzuri kama za mjini. Tunaomba ili Mheshimiwa Mbunge ulichukue, na naamini utalifikisha bungeni kwa Waziri wa Nishati ili aweze kuwatoa watu wa Mlongoji waweze kutolewa, waonekane ni watu wa vijijini, watozwe 27,000 ili umeme usibaki kwenye nguzo, uingie ndani ya nyumba za watu uweze kufanya kazi. Mlongoji oye! Lakini changamoto nyingine, Mheshimiwa Mbunge, watu wa Mlongoji ni wakulima lakini pia ni wafugaji. Pamoja na mtandao wa maji ambao tunauleta, lakini tunapokea ushauri mbalimbali kwamba ikikupendeza na ikipendeza serikali tupate bwawa au lambo la maji, tutege maji ya mvua hapa, watu waweze kuyatumia kwa shughuli mbili. Kwanza kwa mifugo yao, lakini pili wayatumie maji hayo ya mvua kwa ajili ya kulima kilimo cha bustani ambacho kitawasababishia wenyewe kujiondolea umaskini na kujiongezea kipato. Mimi Mheshimiwa Mbunge, kwa changamoto hizo chache nilizoziainisha, najua ziko nyingi, lakini hizo chache zingine zina majibu yake ya moja kwa moja. Na changamoto ya zahanati, nafikiri fedha zipo kwenye akaunti, itakamilika. Changamoto ya maji yako njiani yanakuja. Umeme ndio huo tunaopeleka huko, na kadhalika na kadhalika. Kwa hali hiyo, kwa ujumla tunaamini tarehe 29
hawa wananchi wote wa Mlongoji watakipigia Chama cha Mapinduzi kura za kutosha. Sasa naomba niwaombe watu wa Mlongoji tufanye zoezi moja. Tunaenda kuomba kura. Tunaomba kura za Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Watakao mpigia kura mama Samia, tunyoshe mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Nitakutaja kwa jina. Mikono juu. Mikono juu. Oye. Ndugu mwenyekiti wetu wa kata hii ya Itigi mjini, lakini viongozi wote, kamati ya siasa ya wilaya mliopo, lakini waheshimiwa madiwani, mkiongozwa na diwani mwenyeji kakaangu Ali John Minja na madiwani wa viti maalum, natambua uwepo wenu, mwenyekiti wetu wa kijiji na viongozi wote mlioko hapa. Naomba kutambua wazee maarufu, ninawashukuruni sana. Mabibi na mabwana, wanachama wa Chama cha Mapinduzi, ndugu wananchi, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, kwanza nimefurahi sana kufika Mlongoji. Mimi hapa Mlongoji, kama ambavyo amesema mheshimiwa diwani, mimi ni nyumbani. Na hapa na wajomba zangu wengi sana. Na wengine naona hapa wamepiga kabisa ile mambo yetu kule. Hawana matatizo. Sasa mtoto wa dada yao nimekuja. Odi Mlongoji. Odi Mlongoji. Kwanza nianze kwa kuwashukuru. Na washukuru watu wa Itigi mjini. Hii kata ya Itigi mjini imenipa heshima kubwa sana. Asanteni sana watu wa Itigi mjini kwa kura nyingi sana. Bila ninyi mimi nisingesimama hapa. Ninyi nilipopata matokeo tena yalikuwa ya kwanza kabisa Itigi mjini. Kwa hakika ninyi ni watoto wa mjini. Mlimaliza shughuli mapema kabisa. Ninawashukuruni sana watoto wa mjini. Tujipigie makofi kwa niaba yangu. Nataka niwaambie hilo deni nimejipanga kuwalipeni kwa heshima kubwa mlionipa. Yamezungumzwa mambo mengi. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi binafsi nimejipanga sana kuwa mtatuzi wa changamoto. Nimezungumza kwenye mikutano yangu yote niliyopita. Na bahati nzuri hapa Mlongoji, changamoto za Mlongoji hapa zinafanana sana na changamoto za Doroto. Hata mazingira yanafanana. Kwa hiyo nataka muwe na imani ndugu zangu wana Mlongoji. Nikitaka kwenda Doroto, hakuna njia mbadala, ni hii hapa. Lazima nipite Mlongoji. Na hapa Mlongoji nitakuja sana. Kwa sababu ni nyumbani. Sisi moe. Sasa kwanza natambua leo ni siku nzuri ya ibada kwa ndugu zetu Waislamu. Na mimi nataka niende na muda vizuri ili niwape nafasi ndugu zetu waweze kwenda kufanya ibada, waendelee kutuombea, waniombee na mimi. Sasa nitatumia muda mfupi, lakini nataka nieleze kwa ufasaha ni mambo gani ambayo tutakwenda kuyafanya hapa Mlongoji. Kikubwa wana Mlongoji na wananchi kwa ujumla, katika mambo yote ninyi mnahitaji kuona kero na changamoto zenu zinatatuliwa. Hata tungeongea kuanzia asubuhi mpaka jioni, kama kero hazitatuliwi, hiyo ni sawasawa na kazi bure. Na mimi kama kiongozi kijana ambaye sipendi mambo ya ubabaishaji, mimi kwangu nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi. Hakunaga mambo ya hii sijui na rangi gani, hapana. Na nimegundua vijana wa siku hizi hawapendi longolongo. Uongo kweli? Wanataka watu walionyooka. Na mimi nataka niwaambie, nimenyooka kama lula. Nataka kazi zifanyike na utatuzi wa kero. Sasa yako mambo mengi ambayo mnahitaji hapa. Na Mheshimiwa diwani amejitahidi kueleza sana hapa.
Na mimi nataka niwaambie watu wa Itigi mjini, mnaye diwani mahiri, mnaye diwani makini, mnaye diwani anayeelewa mambo, anaelewa nini anatakiwa kufanya. Pigeni makofi mengi sana Mheshimiwa Minja. Mimi huyu ni kaka yangu na ninawashukuru sana watu wa Itigi mjini kuniletea ili tufanye naye kazi. Na hawa wajomba zangu wanajua hao wakulima, ukiwa na nzeku moja inalima inalala, nyingine imesimama, shamba silitachelewa kuisha. Sasa nzeku zikiwa zinapambana zote zinalima, hakuna inayolala, hilo shamba tutamaliza haraka. Sasa naamini kwa muunganiko huu wa Minja na Msita kazi itapigika kweli kweli. CCM oyee! Sasa asante studio. Sasa changamoto za maji amezisema vizuri sana, na kwa kweli moja ya jambo hata mimi huwa linanikera. Tunakuwa na mipango mizuri, lakini utekelezaji wakati mwingine unakuwa tunakwama hivi. Tumesikia mpango mzuri wa namna gani maji kufika hapa. Madam tayari lipo kwenye mpango na utaratibu upo, mimi kazi yangu ni kwenda kusimamia na kusukuma ili maji yaweze kufika hapa Mlongoji, kwa sababu Mlongoji miaka nenda rudi inahangaikaga maji. Hao watu wa Mlongoji na sisi watu wa Doroto ndio tulikuwa tunakatisha hii mbuga tunaenda kunywesha Itigi kwenye visima virefu, au mmesahau? Si mnakumbuka? Na mimi nakumbuka kwa sababu nimepita sana hapa kwa mguu. Kwa hiyo nataka niwaambie watu wa Mlongoji, hii shida ya maji kwa kweli nitapambana naye usiku na mchana. Hapa maji mwanze na nyinyi kuoga maji hata ya mvua yanakudondokea hivi. Maji unafungulia ndani maji yanatoka. Tutoke kwenye zile karne za kina Mzee Nzala, za kina Mzee Isume za miaka ile. Tunataka maji ukitoka tu unafungulia kwenye kabomba pale shwa, unakinga unaingia ndani. CCM oyee! Hilo nataka niwahakikishie tutalisimamia. Mimi mwenyewe natambua, najua shida za maji na adha za maji. Kwa hiyo kwenye hili kwa kweli nimejipanga. Na sio tu hapa Mlongoji, almost jimbo zima lina changamoto kubwa ya maji. Mimi maji, tabu ya maji sio ya kusimuliwa, sijaisoma kwenye vitabu, nimeishi. Nimechimba visima, nimeesela, wengine hata kuesela hawajui yangu. Hata mgwao kugwausha ng'ombe hawajui. Kwa hiyo ukiwaambia habari za tabu ya maji wanadhani unapiga hadithi. Kwa wiki unaoga mara moja, ukipita unaweza wakadhani bebelo wamepita. Kwa sababu ya tabu ya maji. Paka dada zangu hata rangi zinabadilika. Dada zangu wengine wazuri wataturu weupe kabisa, lakini wanaweza kushangaa rangi inafubaa kwa sababu ya tabu ya maji. Kwa hiyo nimejipanga kuhakikisha hiyo changamoto ya maji kwanza inaondoka, lakini iondoke kwa wakati na isiwe hadithi. CCM oyee! Kwa hiyo hayo matenki tutasimamia yajengwe, hiyo milambo itasimamiwa itengenezwe ili ng'ombe wanywe. Na ng'ombe wa siku hizi wa kisasa, mambo ya mgwao yalikuwa ya zamani ya. Siku hizi ng'ombe wanywe kila siku, au vipi? Mlongoji oye! Swala la zahanati nimeisikia. Kwanza nichukue nafasi kuwapongeza sana watu wa Mlongoji. Na huu ndio Utanzania na uzalendo. Kwamba wananchi wamejipanga, wakajikusanya kwa rasilimali ndogo, lakini wameweza kujenga maboma ili serikali iweze kuleta fedha za ukamilishaji. Naomba mjipigie makofi sana kwa uthubutu ule. Hiyo ndio dhana ya kujitolea na dhana ya uzalendo. Mmenyenyua maboma, serikali inaleta fedha kwa ajili ya ukamilishaji. Na mimi nataka niwaambie tutasimamia kweli kweli. Moja ya mkutano wangu mmoja nilikaa na viongozi fulani, nikawaambia kama kuna mambo tutapambana na tutapigana kweli kweli ni ubadhirifu wa rasilimali zinazoletwa na serikali. Inaletwa milioni 50, lakini kazi inayofanyika ni ya milioni 30. Hilo kwangu litakuwa ni historia. Kwa sababu najua kuna hiyo mitindo kwa watumishi baadhi, sio wote. Wako baadhi ambao watumishi sio waaminifu. Nataka tuone thamani ya fedha itakayoletwa hapa na serikali ya Dr. Samia ikifanya ile kazi iliyokusudiwa. Kwa hiyo tutalisimamia milioni 50 ikamilishe. Wewe ukipewa milioni 50, mbona unaanza kuchimba kuanzia msingi na kukamilisha kila kitu? Kwa nini kwa serikali inakuwa inasuasua?
Unaambiwa mara hiki fedha haitoshi. Hiyo ungeipewa wewe ujenge nyumba yako, mbona ingekamilika? Kwa hiyo nataka niwaambie, mimi nimejipanga, naelewa hiyo michezo huwa ipo. Na mimi bahati nzuri ni mkweli na muwazi, na simuogopi mtu. Kwenye ukweli nitasema. Kwa hiyo tutalisimamia kweli kweli kuhakikisha ile zahanati inakamilika kwa fedha zinazoletwa na Daktari Samia. CCM oyee! Lakini usambazaji wa umeme tena hapa Mlongoji, nimewaambia hapana tofauti na Doroto. Yaani Mlongoji walipe 300,000 na ngapi? Na 21 kuvuta umeme. Mlongoji hapa. Na Doroto 27,000. Sasa tofauti ya Mlongoji na Doroto sioni. Hapa Mlongoji ni kijiji. Ni kitongoji. Alafu Doroto ni kijiji. Yaani Doroto walipe 27,000, alafu hapa walipe 321. Hiyo uliwahi kuona dunia wapi? Haipo. Hiyo haipo. Kwangu mimi hiyo haipo. Tutaenda kupambana. Kwa sababu Mlongoji huwezi kuipiga sawa sawa na Itigi mjini. Mjini ni mjini na Mlongoji ni Mlongoji, au vipi? Sasa hili swala lazima apatikane mtu wa kulisemea. Na bahati nzuri ninyi watu wa Mlongoji mmenichagua niwe msemaji wenu. Kazi yangu ni kwenda kusema na kuwatetea. Sio mimi kuwa upande wa wale ambao wanaotaka kuwakandamiza, hapana. Kazi yangu ni kwenda kujenga hoja. Kwa nini tunasema Mlongoji wawekewe umeme wa shilingi 27,000 kama vijiji vingine? Hapa sio mjini. Ndio maana hapa sio mjini. Hata tembo unashangaa wanakatisha hapa, wanakula na mazao. Uongo kweli? Sasa tembo wanaendaga mjini. Hapa si ni kijijini. Kwa bei ya umeme stahiki hapa inatakiwa iwe 27,000. Huo ndio ukweli. Yaani huo ndio ukweli, watu wakubali au wakatae, lakini huo ndio ukweli. Hapa ni kijijini. Bei inayostahili hapa ni 27,000. Na mimi nitaenda kulisimamia hilo ili watu wa Mlongoji mnufaike. CCM oyee! Kwa hiyo natambua nyumba nyingi tu naziona hazina umeme, na mimi nilikuwa nikipita hapa najiuliza, kwa nini hawavuti umeme? Au wamezoea kwenye mkumbo kule wanakoka na moto? Kumbe changamoto ni bei. Sasa nimeelewa jomba zangu. Taenda kulisimamia hapa, bei irudi ya shilingi 27,000. Na mimi wakanieleze kwa nini Mlongoji sio bei 27,000. Yaani changamoto ni nini? Nijue. Nikishajua na mimi nitajenga hoja. Na ikiwezekana niwalete hapa waje wajibu hapa. Kwa nini mnawachaji 300,000 na 21,000 hapa? CCM oyee! Kwa hilo tutalishughulikia. Lakini swala la barabara, nimeambiwa kuna barabara mnahitaji kupata barabara ya mchepuo inaenda moja kwa moja mpaka kule Kitaraka. Nadhani hii haihitaji mpaka uende kwa Mama Samia. Hii itakuwa ni matumizi mabaya ya mamlaka. Yaani nimfuate Mama Samia kwa ajili ya kuchonga kibarabara hapa. Hiyo iko ndani ya uwezo wangu. CCM oyee! Ichongwe hapa, ipite sijui Galela iende Kitaraka. Safi. Sio mpaka uzunguke huku uanze kurudi hivi. Hiyo barabara tutaichonga. Ni swala la kuchukua greda, kuongea na watu wa TARURA. Siku moja tu inachongwa, inapasuliwa hapa. Na kama kuna mito mikubwa, ishu ya madaraja hiyo labda ndio itahitaji fedha nyingi sana. Lakini kama hakuna mito na hapa na kujenzwa madaraja, ni swala la siku moja tu tunapasua njia. CCM oyee! Kwa hiyo tutahakikisha nalishughulikia. Ndugu zangu, watu wa Mlongoji na Doroto, changamoto yetu moja pia ni kubwa sana, ishu ya tembo kama ambavyo nimeigusia. Na hili swala nilishamweleza Mheshimiwa Rais alipokuja tarehe 9 na akaahidi akiwa Igunga kwamba swala la tembo kama wanyama waharibifu ambao wanatuharibia mazao watalishughulikia. Sasa mimi kwa maono yangu na maoni yangu mimi binafsi, hawa tembo miaka ya nyuma hawakuwa wengi kiasi hiki, si ndio? Walikuwa ni wachache. Sasa kama wamezaliana wamekuwa wengi, basi tuwavune kidogo, au nyie mnasemaje? Tuwavune. Na wakivunwa na mimi mnisitue jamani, nije nichukue hata kanjerehe au vipi? CCM oyee! Maana hakuna namna. Sasa kama wameshakuwa wengi, unadhani mbadala wake nini? Wavunwe, wapungue. Vijana hawa leo maeneo mengi wanahangaika sana mikopo. Vijana hawa hawana dhamana ya mikopo. Yaani wanaambiwa lete hati ya nyumba, si lete hati ya shamba. Hawa vijana umri kama huu, hayo yote wanayatolea wapi?
Mimi kama mbunge nataka nisimame kama daraja kuhakikisha vijana wanapatiwa mikopo kwa dhamana ya mwakilishi wao kwa maana ya mbunge, ili hawa wapatiwe mikopo kama wapatiwe mikopo ya pikipiki, ya maguta, ya bajaji, hata ya fedha. CCM oyee! Kwa sababu hii mikopo, na saa nyingine taratibu zinakuwa nyingi, maana kaandike muhtasari, si maana kalete katiba, si nini yani we mtu anatoka Doroto kule anakuja Itigi kila siku. Umekosea saini, sijui rudi. Umekosea muhtasari, rudi. Umekosea nini? Hizo gharama za kwenda nenda rudi, akienda mara 3 anakata tamaa, anasema hawa hataki kunipa. Tunataka maafisa maendeleo waende makao makuu ya kata, wasaidie vijana, iandikwe muhtasari, taratibu zote zinazotakikana, kama ni za kibenki au za halmashauri wanataka kupeleka, zote zikamilikie huko maeneo yao ya karibu. Halafu baada ya hapo sasa waende kule halmashauri ili dokumenti zile zikapitishwe vizuri. Sio nenda rudi, mara bodaboda, mara mpaka wameanguka, safari zimekuwa nyingi, mara baskeli, mara wamekutana na tembo, wanaanza kujificha mpaka tembo zikatishe. Hayo mambo gani? CCM oyee! Nataka tuhakikishe kwamba haya mambo sasa yanafika mwisho. Kazi mojawapo ya kiongozi ni kutengeneza miundombinu rahisi ya kuwasaidia wale unaowaongoza. Sasa kiongozi nipo na nyinyi mnahangaika, mnaenda mnarudi, mnazungusha huku, ingilia huku, tokea hapa, fanya hiki mara hiki. Sasa maana yangu ya kuwa kiongozi maana yake nini? Furaha yangu ni kuona vijana mnapatiwa fursa vizuri, mnahudumiwa vizuri. Vijana msinyanyasike, nyie ndio taifa la leo. Jipigieni makofi mengi sana. CCM oyee! Lakini mheshimiwa diwani hapa amegusia swala la uchimbaji wa mabwawa. Nadhani na mimi ni shabiki sana wa uchimbaji wa mabwawa. Maeneo mengi tunahitaji kuwa na mabwawa yatakayotusaidia unyweshaji wa ng'ombe kwa maana ya mifugo, lakini pia kilimo cha umwagiliaji. Sasa hivi tunakwenda kwenye kilimo cha kisasa, hakihitaji kutegemea mvua peke yake. Ndio maana ukienda kwa mfano Itigi au Manyoni au wapi, unakuta muda wote watu wanachoma mahindi. Yale hayategemei mvua, ni kwa sababu ya kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo na mimi nakubaliana kabisa na mheshimiwa diwani kwamba swala la uchimbaji wa mabwawa ni jambo la muhimu sana, hasa kwenye huu ukanda wetu ambao kwa kweli maeneo mengi ni kame. CCM oyee! Kwa hiyo nataka niwaambie, ili na mimi nitalishughulikia sana, kwa sababu mimi nakumbuka zilikuwa ni ndoto za babu zangu, wakina mzee Msita, wakina mzee Nzala, wakina mzee Isume, kuchimba mabwawa, lakini zile ndoto sijui zilifiaga wapi, na hao wanajua zilikuwa ni ndoto zao. Sasa inawezekana labda Mungu akupenda alitaka zije zitokee wakati wa mjukuu wao, nikiwa kama kiongozi. Nataka nihakikishe na maeneo ya uchimbaji wa mabwawa, ndugu zangu, yapo. Ni nani anakwenda kuchochea kule na kujenga hoja ili mabwawa yaje yachimbwe hapa na mifugo wetu endelee kunywa na tuendelee kufanya kilimo cha umwagiliaji. Kwa hilo nitalishughulikia vizuri. CCM oyee! Swala la ukarabati wa shule nimelisikia, na kwa kweli shule nyingi sana zinakarabatiwa, na mimi natamani kuona shule hii ya Mlongoji inapata ukarabati mzuri, watu wasome kwenye madarasa mazuri. Uzuri wa serikali yetu ya sasa hivi ya Dr. Samia Suluhu Hassan, madarasa yanayojengwa ni mazuri sana, kiasi kwamba mpaka hata ukifunga ndoa, sherehe unaenda kufanyia kwenye darasa, au mnaenda kupiga picha hata selfie na mkeo, ili madarasa ambayo zamani tulikuwa tunayaona yanapatikana kwenye shule za misheni au sijui wapi huko, lakini leo yanapatikana katika kila kitongoji, katika kila kijiji. Leo tiles zinapigwa mpaka Ipunguli kule polini, Msisi, wapi, unakuta madarasa mazuri yana tiles, yana marumaru, ukitembea kama una viatu vyako vinalia ka. Sasa tunataka huo ukarabati ufanyike na hapa Mlongoji. Hii Mlongoji ni shule ya siku nyingi, na mimi nimekuja sana Mlongoji hapa, tumecheza mpira, japokuwa walikuwa wanatufunga watu wa Doroto, lakini tumecheza sana mpira. CCM oyee! CCM oyee! Mlongoji oyee!
Kwa hiyo swala la shule tutalishughulikia, lakini swala la michezo vijana sitawaacha, kwa sababu mimi mwenyewe ni mwana michezo. Tutaleta mipira hapa, na bahati nzuri diwani naongea haya nayasikia. Tutaleta mipira, tutaleta jezi. Inawezekana kwa muda mrefu vijana mmesahaulika. Sasa vijana mmepata mwarobaini, mtacheza mpaka miguu iende upande kama ya CCM oye! We mzee ubaya ubwela, CCM oye! Afu mbona Simba mmevaa sana, Yanga hata waonekane. Kwa hiyo tutaleta vifaa vya michezo hapa, mipira na jezi. Vijana hao wanahitaji kufanya michezo, CCM oye! Lakini wakina mama hawamjaachwa. Nimejipanga kuhakikisha tunatengeneza vikundi vya ujasiriamali katika maeneo yote na kununua cherehani angalau kwenye vikundi vile vya katani, tulete angalau cherehani. Uzuri wa sasa hivi hata tukileta cherehani 4, maana yake tayari kikundi kile kinaanzisha kiwanda kidogo cha ushonaji. CCM oye! Kwa hiyo tumejipanga tulete maendeleo kwa kasi. Lakini wazee hawa ambao wamewasema hapa mheshimiwa diwani, wazee muhimu sana. Hawa wazee wamepigana, wamepambana kwenye nchi yetu. Mpaka leo hii nchi tunaikuta hapa ni kwa sababu ya hawa wazee. Tusipowathamini tutakuwa hatutendi haki. Nataka niwaambie, mimi nimejipanga kuwathamini sana hawa wazee. Kwanza kukaa nao ambao muda mwingi wanakuwa wanaachwa. Mimi nitakuja tukae nao tufanye vikao. Lakini hawa wana sera yao ya matibabu. Lakini nani anayosimamia ile sera yao itimizwe kwa hawa wazee? Wakienda na wenyewe wanasumbuliwa, tunaenda huku, ingia pale, fanya hivi, zunguka huku. Mzee miaka 80, 90. Dirisha lao la matibabu halieleweki vizuri. Sasa haya mambo yapo. Tunahitaji apatikane mtu atakaye yasimamia. Na mimi nimejitoa wazee wangu. Nataka niwaondolee wasiwasi. Ninyi hamuhitaji kupewa sijui fursa ulime shamba kwa umri wako, uweze kulima. Wewe unahitaji kutengenezewa mazingira uishi vizuri, upate matibabu vizuri, usihangaike na tabu ya maji na kadhalika. Kwa hiyo mimi nimejipanga kuhakikisha wazee wetu hawa na wao wanakula pensheni baada ya kazi nzito walioifanya na kuitumikia nchi yetu. CCM oye! La kuhakikisha vijana wetu hawa wadogo wanaokuwa, kuwatengenezea mazingira bora ya kupata elimu. Ndugu zangu wana Itigi, jimbo hili la Itigi na wana Itigi mjini hapa Mlongoji, tukipuuza swala la elimu kwa watoto wetu, tutakuwa tumepuuza maendeleo ya jimbo letu. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunatarajia, na ninao mpango mzuri kabambe wa kuanzisha mfuko wa elimu ili kusaidia watoto ambao wazazi wao hawana uwezo wa kuwasaidia mahitaji ya msingi ya kupata elimu. Ukiangalia maeneo mengi hata hapa Mlongoji, naamini wapo watoto ambao wamefika form 1, form 2 wameacha shule kwa sababu wamekosa mahitaji. Mlongoji wapo hawapo? Sasa kama wapo, nani anayewasaidia? Kwa hiyo tumejipanga kuanzisha mfuko wa elimu ili wasaidie watoto waweze kupata mahitaji yao ya msingi ya elimu, kwa kuwasaidia wazazi ambao hawana uwezo. Lazima ndugu zangu tuanze kwa kusaidiana sisi kwa sisi, wana jimbo la Itigi. Hayupo mtu atakayetoka Moshi, atakayetoka sijui Arusha, sijui Dar es Salaam aje atusaidie na kutuonea huruma kama tusipoweka mpango kabambe sisi wenyewe wa kusaidiana. Kwa hiyo lazima tusaidiane. Kwa hiyo tutaanza na huo utaratibu. Lakini wakati huo utaratibu tunautengeneza ukae vizuri. Mimi kama mbunge nimeambiwa nikienda kule bungeni watanipa kaposho kidogo cha vocha. Nikasema hicho kiposho lazima nigawane na wananchi wangu kwa kuwasaidia watoto wa masikini waweze kupata elimu. Na jukumu hilo nalianza mwezi wa kwanza kwa kuwasaidia watoto ambao wazazi wao hawana uwezo wa kuwasomesha. Mimi kama mbunge ambaye mmenipa kura nyingi mkaniamini, lazima nianze. Kwa sababu hakuna namna, nyie ni watu wangu, ni ndugu zangu, ni familia. Yaani ni kila kitu kwenye hili jimbo. Sasa nimesema mwezi wa kwanza jimbo letu lina kata 13. Kwa kuanza angalau nianze kuchukua hata mtoto mmoja mmoja kwenye kata
Ina maana mwezi wa kwanza niwe na watoto 13, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili niwe na watoto 13, mpaka miaka mitano watoto watakuwa ngapi? Si karibu 65. Sasa huu mpango tungekuwa tumeanza zamani, miaka hata 10 iliyopita, tungekuwa na watoto karibu 200 wanaosaidiwa, sio na serikali, sio na ule mfuko, wala sio na mtu, ni mbunge mwenyewe kutoka kwenye mfuko wake. Tayari tungekuwa na watoto karibu 200 ambao tayari wako vyuo vikuu, wako serikalini, wamepata ajira kwa sababu wamesoma, wanakwenda huko na huko. Lakini leo hii ni nani atakuja kutusaidia kama tusipoanza sisi wenyewe kusaidiana? CCM oye! Mbona kwenye maharusi wapi watu wanachanga malaki mangapi? Harusi umewahi kupewa hata cheti cha mchangiaji bora?